Tulipoishia ndo tunapoendelea mzee. Ila nampata mwanae, walinzi wakamzuia. Akabaki tu kumuita Namshi, rudi mwanangu. Dogo alitembea kaja mpaka kwa babu yake. Kisha akamwambia, babu tayari nimefanya kama ulivyoniahidi. Kwa hiyo hautamfanya chochote mamangu. Aisee mzee na roho ngumu sio poa. Kumbe alimpiga mikola bwana mdogo. Alimwambia ukiondoka na mamako, wewe na mamako wote mnakufa mzee. Mzee akaitikia kwa kichwa, ndio hautamfanya chochote. Mama alilia kwa uchungu sana. Mama hata nguvu ya kuendesha gari alikuwa hana tena. Ikabidi arudi na ndege. Umo kwenye ndege sasa. Kashika picha ya mwanae huku analia vibaya mno. Kadhalika upande wa Namshi, naye analia sio poa. Huku akisema, nisamehe sana mama. Najua nimekukosea sana. Sasa ndo tunarudi kwenye movie sasa. Hicho ndicho kilichomtokea. Baada ya kunyang'anywa mtoto wake, akaona bora atengeneze roboti. Miaka ikaenda mzee. Namshi huyu hapa amekuwa. Na mama hakuchoka. Aliendelea kumfuatilia mwanae kwenye mitandao na kumtengeneza vile vile. Ina maana akikua naye anatengeneza roboti mkubwa. Alipomaliza kumtengeneza yule roboti, alimvesha betri lenye umbile la saa. Kisha ngome akakubali mzee. Kisha likajitambulisha, mimi ni roboti wa AI. Jina langu naitwa Namshi. Basi miaka ikaenda mpaka Namshi kama mtu mzima. Mama kukata tamaa tena. Katengeneza roboti mwenye umri wa mwanae. Hivi alikuwa akimwona roboti, kafikia amemwona mwanae Namshi. Wewe ni mwanangu pekee uliobaki kwenye maisha yangu. Kisha roboti akatoka na kumkumbatia. Roboti linahisia mzee. Likamwambia mama usilie. Tunatoka kule tunafika huko airport. Kuna chuma inaingia hapo nyeupe. Ndekana ndani mtu aliyokuwepo mtu mwenye hela. Maana kuna walinzi kama wote mzee. Kafungua mlango na kushuka. Ila naenda mbele kidogo anaona tangazo la PK Motors. Huyu ndo Namshi mwenyewe OG mzee. Yana analindwa kila sehemu anapoenda. Alivyoingia na kukaa VIP na pisi yake ndio ilikuwa imeingia. Sasa kuna kamlinzi kamoja hapa, kuna kisaa fulani amekivaa mkononi. Hicho kisaa sio saa, kumbe ni kamera. Akaanza kupiga picha za kutosha tu. Alivyomaliza huyo akawa anaondoka. Huko akifurahi na kuchukua saa kwa kidole na kuizungusha. Ila anafika mbele kidogo anashika mkono. Kumbe Namshi alimuona. Akaichukua ile saa na kumwambia unafani nzuri. Bidada anache kuongea mzee. Maneno hayanyooki. Anamwambia tu mimi ni mtu wa kazi. Sina kazi niache kazi. Sheria ifuate mkondo wake. Mwamba akamweka kibao. Basi waandishi wa habari walichukua video kama vyote mzee. Mara walinzi wakaingia na kuwazuia waandishi wa habari wasiendelee kuchukua video. Kisha Namshi akaondoka. Sasa tunakuja kwenye ndege. Huyu mwamba aliyovaa suti ya blue ni bodyguard wa Namshi. Hivyo baada ya Namshi kutoka pale, sasa akawa anamtafuta. Ili ameangalia ndege yote aone chochote. Mara simu ikaita. Alikuwa anapigwa na namba ngeni. Alipopokea akasikia anaambiwa, "Naona ananitafuta mimi." Mwamba akamuuliza, "Wewe uko wapi?" "Usiangalie kunitafuta. Mimi nimehama nimepanda ndege nyingine." Sasa mwamba akawa anamwambia, "Endapokuwa nikikuacha uondoke peke yako, rais anaweza kaniuliza wewe uko wapi? Mimi nitajibu nini?" Kisha Namshi akakata simu. Hii ndege ya VIP mzee, wanapanda madoni tu. Sasa kuna mwamba mmoja hapa anajifanya anasoma gazeti, huko anampiga jicho Namshi. Tunatoka kwenye ndege tunafika kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yupo na mpambe wake hapa. Anamwambia saa hizi Namshi yupo kwenye ndege. Hivyo tayari nishamtumia mtu. Lengo letu lazima litimie. Mkurugenzi anasema hakikisheni msije mkamkosa. Namshi lazima afe. Maana akifa yeye, mimi ndo nitasimamia kampuni ya PK Motors. Namshi kashashuka ndege. Ila mwamba bado yupo nyuma yake anamfuatilia mzee. Alitoa picha ya mama yake na kuiangalia. Kumbe kuja kwake kote huku amekuja kumtafuta mama yake. Maana amemisi. Siku nyingi sana hajamuona. Tunakuja huku kwa Namshi roboti mzee. Anawasha taa kwa kutumia macho tu. Kisha kawasha redio na kuongeza sauti kidogo na kwenda kugonga mayai kwa ajili ya kuandaa menyu mzee. Alipomaliza kupika, mama mwenyewe alivyo test msosi akasema, mbona mwanangu chakula kitamu kama cha Grand Paradise." Kisha akamwambia, "Kuna mtu anakuja kutubeba, inabidi twende mjini tukafanye shopping kidogo." Kabla hajaongea sana oni ikapigwa mzee. Kuashiria mtu anayewafuata kashafika. Kisha akapanda gari na kuondoka. Sasa wakawa wameshafika mjini. Walikuwa wamesimama sehemu ya kivukio wasubiri taa iruhusu ya watembea wa mguu wapite. Kwa kuwa Namshi ni roboti, akaangalia taa za barabarani na kuweka taa ya watembea wa mguu ili wapite mzee. Mama akamwangalia usoni na kumwambia usio nafanya hivyo. 나보다 우리가 몇백 배는 줘. KB. 아이고 시장 늦겠다. 빨리 가자 시라. Ile mama naye anaondoka na Namshi ndo anapita nyuma yake mzee. Ina maana mpishana padogo tu. Ina maana mama angegeuka nyuma angemuona. Sasa huyu roboti akazulula akafika mpaka sehemu hii hapa anauza maua. Akiwa anashangaa maua na kuyanusa, Namshi mwenyewe ndo huyo hapo mzee.